Jennifer Jovin almaarufu Nifa pamoja na Mika Chavala ambao walikuwa wanashtakiwa kwa mashtaka ya kula njama za kutenda uhaini pamoja na uhaini, wamefutiwa mashtaka leo hii mnamo tarehe 3 Disemba mwaka 2025. Wamefutiwa mashtaka na mkurugenzi wa mashtaka. Hapo awali tulishasema kwamba kwa mjibu wa sheria za nchi yetu almahususi kifungu cha 92 cha sheria inaitwa sheria mwenendo wa makosa ya jinai kama ilifanywa marekebisho mwaka 2023 sura ya 20, inampa mkurugenzi wa mashtaka mamlaka ya kisheria ya kufuta mashtaka yoyote katika mahakama yoyote hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa kutekeleza madaraka yake hayo amewafutia almaarufu Nifa na mwenzake Mika Chavala, na mahakama kwa maana ya Mheshimiwa Arnold Yamuya amewaachia huru unless wanashikiliwa kwa sababu nyingine za kisheria, lakini so far hatufahamu lolote ile ambalo hawata wanashtakiwa nalo, na tunavyofahamu wamesha at least Nifa amesharudi nyumbani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba at least ukurasa huo umefungwa kwa namna hiyo, ili sasa watu kama kuna kazi nyingine basi ziweze kwenda kufanyika sasa, lakini at least safari hiyo ya Nifa na Mika Chavala imeisha kwa namna hiyo. Kwa tunashukuru kwamba jahazi hilo limeweza kufika katika ukingo wake katika namna hiyo. Kwa nini asingewaachia kipindi kile na kuja kuwaachia leo? Namba moja ni yes, kifungu ni hicho cha 92 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuachia wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali, na pengine kama kutaendelea kuwa na cases nyingine za namna ambazo ziko mahakamani, bila shaka kama na wao watafutiwa mashtaka, watafutiwa kifungu hicho. Kwa kifungu ni hicho almahususi. Kuhusu reason ya DPP kwamba kwa nini aliwaachia kwa mafungu, kama nilivyosema, bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimhitaji kutoa sababu. Kwa labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme namba moja kwa nini labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo, na vitu ni vingi vya kisheria vya kimantiki, lakini mimi kama wakili nafurahi tu kwamba hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia, ni ndugu kwa sababu wamekuwa ndugu walipokutana sasa. Kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali za ujenzi wa taifa, na sisi sasa kama nilivyosema tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine, ili sasa lakini Nifa na Mika Chavala tunakuwa tumelitua kwa namna ambavyo tumelitua. Kwa tunashukuru kwamba kipande hicho kimeisha kwa namna hiyo. Na washtakiwa ambao walitolewa mwishoni mwa mwezi Novemba waliambiwa pia waje waripoti tena baada ya muda kadhaa. Vipi kwa Nifa, na yeye alivyoachiwa leo anatakiwa ripoti tena kituo cha polisi ama amemalizana moja kwa moja? Ni mambo tu hayo kwa utashi wangu, ni mambo tu ya logistics. Kuambiwa kwamba mtu uende ukaripoti ni mambo tu ya logistics kwa ajili ya kuweka kumbukumbu huko mbeleni, lakini sioni kama hiyo inaathiri uhuru ambao wameupata kwa kutumia hicho kifungu ambacho kimetumika. Kwa hiyo kama nilivyosema, hata kama watapaswa kwenda kuripoti, no problems, wanao mawakili nao pia wamepata huduma hapa na pale kwa ajili ya kusindikizwa. Kwa hiyo sioni kwamba kuna kitu kikubwa sana katika eneo hilo la kuripoti, ni mambo tu ya kawaida.